jiongelee nafsi yako wewe mwenyewe. Tunaposema speak for yourself, kuna muda mara nyingi huwa tunataka sisi watu watuongelee, ama watu watuzungumzie, ama watu watutengenezee njia, ama watu tuwape mambo yetu alafu wao watufanyie. Lakini leo nataka tupate muda tujitafakari, alafu uingie kwenye ile nafasi ya kujiongelea wewe mwenyewe, ya kujisimamia wewe mwenyewe. Unaporuhusu watu wakuongelee, watu hawatakuongelea vizuri, watu wakusemee, watu hawatakusemea vizuri. Ukisubiri watu wakufungulie mlango, kama wanadamu tumejawa na hila, tumejawa na mawazo mabaya na mipango mibaya. Kwa hiyo ukisubiri tukufanyie, hatutakufanyia, kwa sababu mwanadamu yoyote ana roho ya kwa nini, ana roho ya wivu, ana roho ya chuki, ana roho ya kuzuia kwa nini mwingine afanye, kwa nini mwingine afanikiwe. Kwa hiyo unaposimama na kujiongelea wewe mwenyewe, utakuwa mlinzi wa maisha yako wewe mwenyewe, alafu utakuwa mwalimu wa maisha yako wewe mwenyewe, na utaweza kujisimamia wewe mwenyewe ili mambo yako yaweze kwenda vizuri. Cha kwanza, lazima ujue pia kitu cha kusema. Usiruhusu maisha yako yawe na ukimya kwa muda mrefu, na hakikisha unajua nini cha kusema. Ukisoma Yohana wa kwanza 3 mstari wa 18 mpaka 24, unapojiongelea wewe, yale unayoyazungumza yatakusukuma uyatende, sio tu uishie kuyazungumza alafu usubiri mwingine akutendee. Unapoongelea nafsi yako na unapoongea na nafsi yako, cha kwanza unaongea na Mungu aliyoko ndani yako na unaongea na Mungu wako, kwa sababu mstari wa 24 anasema, naye zishikae amri zake hukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho aliyetupa. Kwa hiyo kama Mungu anakaa ndani yako na ndani yako kuna nafsi yako, manake unapozungumza na nafsi yako unakuwa unazungumza na Mungu wako. Kwa hiyo unapopata muda wa kuzungumza na nafsi yako, na unapopenda kuzungumza na nafsi yako, kwa hiyo unakuwa unatafakari, ama unakuwa unazungumza na Mungu ambaye yuko ndani yako, yule Mungu ambaye watu wanaamini Mungu tuaga yuko juu, mpaka uimbe, uombe, umshushe Mungu. Lakini unapokaa na kuzungumza na nafsi yako, manake unaanza kujihoji, alafu unaanza kufanya mazungumzo yako baina yako wewe na Mungu. Ukisoma vizuri kwamba Nabii Isaya alipopewa ile habari ampelekee mtumishi wa Mungu mfalme kwamba unaenda kuondoka, siku zako zimeisha, alipopelekewa ile taarifa, tunaona kwamba mfalme Hezekia hakusema aombe amshushe Mungu, ila pale mfalme Hezekia alipolala kitandani hawezi, aligeuza kichwa chake kwenye ukuta wa kitanda chake, ukuta wa nyumba yake. Kwa hiyo alipogeuza kichwa chake upande wa pili, alimwomba Mungu pale pale na Mungu akamjibu pale pale. Manake aliongea na nafsi yake kwamba nafsi yangu imepewa jukumu sio tu la kuwa mfalme, lakini la kutunza pia nyumba ya Mungu na ufalme wa Mungu, kwamba Mungu ambayo kazi amenipa mimi kama mfalme na mimi kama kuhani bado sijamaliza hiyo kazi. Kwa hiyo aliongea na Mungu, Mungu yuko ndani yake, na pia akaihoji nafsi yake kwamba je, nafsi yangu kweli uko tayari kufa na kuondoka? Bado kuna majukumu ambayo ulikuwa umepewa hujayakamilisha na hujayamaliza. Je, uko tayari? Okay. Kwa hiyo unapozungumza na Mungu ni hapo hapo unakuwa unazungumza na nafsi yako, na unapozungumza na nafsi yako unakuwa unazungumza na Mungu hapo hapo. Na ndio maana anasema tunapoingia katika kuomba au kusali anatujibu, lakini pia mawazo yetu ama anatujibu zaidi ya tuombavyo. Haleluya! Manake unavyowaza, unavyoanza kujijadili na unapopeleka nafsi yako mbele za Mungu, manake ni Mungu yuko ndani yako, anakusikia hapo hapo na anakuwa anakujibu hapo hapo. Kuna muda unakuwa unawaza ufanye jambo fulani, unapotuliwaza hujaingia katika kulinena na kuliombea mahali, lakini nafsi yako imeshaliombea na imeshalitamka, na ulimwengu wa roho umeshalipokea, na Mungu ndani ndio mmiliki wa ulimwengu unaoonekana na usioonekana. Kwa hiyo hapo hapo Mungu anaingia kulifanya na kulitenda. Kwa sababu gani? Kwamba aliangalia nia yako na dhamira yako kutoka ndani, kwamba ulipowaza na ulipolifikiria ulimaanisha na ulikuwa uko tayari katika utendaji. Ndio maana Mungu huwa anatenda. Ukisoma hii Wakorintho wa kwanza 16:13 tunaposema speak for yourself, kwamba inasema kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume, mkawe hodari. Hakuna mtu ambaye anaweza kukesha na kusimama
kwa ajili ya mtu mwingine zaidi yako mwenyewe. Unatakiwa usimame umejifunga viuno ukiwa na utayari. Ni wewe mwenyewe ndo unasimama kwa ajili ya nafsi yako, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya utumishi wako, kwa ajili ya kusudi na kwa ajili ya lile ulioitiwa. Unakesha, unasimama imara, lakini unajifanya kiume, manake unakuwa na utayari, unavaa zile silaha zote za Mungu, kwamba ninapoenda mbele za Mungu kumwomba lolote atakalo niamuru nitalifanya. Kwa sababu gani? Uko na utayari na unafanya hilo jambo kwa ajili ya maisha yako, sio kwa ajili ya faida ya mtu mwingine. Kwanza tumeletwa duniani kila mtu ale maisha yake na enjoy maisha yake. Ndio maana kuna muda unaenda mahali umekosea watu, ukienda hawataki msamaha wako, uombe msamaha ujishushe. Walijua utarudi. Yaani namna alivyoondoka nilijua ataishia kubaya, lazima atarudi kwangu. Kwa hiyo ndio inapokuwa hivyo, kwamba unapojua namna ya kujiongelea na kujisimamia, manake muda pia utakapoondoka, pia utaondoka na baraka za watu, utaondoka na baraka za Mungu. Na unapoenda kule unapoenda, mambo yako hayatakuwa, mambo yako yatafanikiwa. Kwa sababu gani? Umesimama, umejiona uko sawa, na pia utapata watu ambao watakwambia uko sawa sawa, nenda. Ndio maana Mungu alipoona wana wa Israeli wako tayari kuondoka, alimtuma Musa. Walichoka mateso, ndio maana kilio kikazidi mbinguni kwa Mungu. Ila mara ya kwanza kazi zilipokuwa za kawaida hawakumlilia Mungu, lakini kazi zilipozidi na mateso yalipozidi na kuongezeka, ndipo wakamkumbuka na wakamlilia Mungu. Kwa hiyo pale walianza kujililia wao, walianza kujisimamia wao, ndio pale Mungu akamtuma Musa, nenda kaokoe watu wangu. Kwa hiyo unapojisimamia wewe, manake ndo Mungu atakupa watu watakaotembea na wewe, na watu ambao watakwambia njia unayopita ni sahihi na tuko tayari kutembea na wewe. Wana wa Israeli walipokuwa tayari kuondoka, wamechoka mateso, manake ndipo pale Mungu akamuinua Musa kule alipokuwa amekimbia una watu. Lakini ukiwa uko na utayari kujisimamia au kufanya jambo fulani, kwamba ukiwa una utayari wa imani na uko na utayari wa kutenda, na Mungu ameona uko tayari na unahitaji msaada wa Mungu, na umtangulize Mungu akusaidie, kwamba katika jambo hili ni Mungu ndio atakayenivusha. Manake Mungu ataenda miisho ya dunia, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, atatafuta mtu wa mbali amlete aje akusaidie. Misri watu walikuwepo wengi, lakini kwa nini Mungu alienda kumtafuta Musa aliyekuwa amekimbia mbali na anatafuta kuuliwa? Haleluya. Ukisoma Warumi 7 mstari wa 18 mpaka 20, ukisoma hapa, Biblia inatuhakikishia na inatupa ushahidi kwamba kila mtu huwa anasukumwa sana kufanya mabaya nje na mazuri. Kwa hiyo unapopata muda wa kujisemea nafsi yako, pia utalinda maisha yako dhidi ya ubaya. Ukinipa nafasi mimi nikusemee wewe, manake kitu ambacho kitanisukuma moyo wangu na akili yangu na mawazo ya moyo wangu ni kukufanyia wewe mabaya. Kwa hiyo unapojisimamia utaweza kuzuia hila za adui, hila za wanadamu, njia na mambo mabaya, ama utaweza kuzuia vita ambayo haina ulazima kuinuka juu ya maisha yako. Kwamba unapokuja kutafuta ushauri kwangu, ama unapotaka kuja kutaka msaada kwangu, alafu wewe hujakaa kupata hitimisho la jibu lako, wewe unakuja kwangu unataka mimi ndo nikupe njia. Manake mimi kama sijasimama Mungu, pale ndio muda ambao mawazo mabaya na asili ya uovu ya mwanadamu inapata nafasi ya kutenda kazi ya uharibifu. Kwa hiyo sio tu shetani huwa anaharibu, kuna muda sisi wanadamu tayari ile roho na ile mbegu ya uasi ambayo kila mtu iko ndani yake, ndo anapasa muda pale ianze kufanya kazi, iharibu jambo lako. Kwa hiyo kuna muda ni roho ya mtu inaharibu mambo yako, na kuna muda shetani anaharibu mambo yako. Kwa hiyo kuna muda shetani hahusiki, lakini mwanadamu ndo anahusika kuharibu mambo yako. Kuna muda shetani anahusika na mwanadamu anahusika. Kwa hiyo vita inakuwa kubwa pale shetani na mwanadamu wanapoungana kufanya jambo ubaya juu ya maisha ya mtu. Pale ndio vita inakuwa kubwa sana, inaongezeka. Marko 7:21 mpaka 22. Lakini tukisoma tu 21a inasema, nathibitisha tena kwamba kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Jinsi unavyokuja na jinsi ninavyokuona, manake ile asili itanisukuma nikufanyie ubaya gani, namna utakavyokuja. Kwa hiyo ukishindwa kujiongelea wewe na kujisimamia wewe
na kuwa na msimamo wako wewe binafsi, utakapoenda na kukutana na ulimwengu. Wafalme wa kwanza 19 mstari wa kwanza mpaka wa 5, tunaona kwamba kitu ambacho Yezebeli, kwa sababu alikuwa ni mtu mbaya, ana asili ya ubaya tangu mwanzo, kitu ambacho kilimjia cha kwanza akilini ni nimuue Elisha. Basi kwa ninapopata taarifa, ninaposikia kuna jambo zuri limefanyika kwenye maisha yako, kitu cha kwanza, lile jambo lilofanyika, taarifa ya kwanza ni ile asili ya ndani ya yule mtu inasukumwa apokeeje jambo lako. Jambo hilo niliue, jambo hilo nilifanyia ukorofi, jambo hilo nilimalize. Kwa mkisoma mstari wa pili inasema, ndipo Yezebeli akampelekea Eliya mjumbe kusema, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmojawapo hao, na mimi nikikukamata, maana yake na mimi upanga wangu unapita kwenye kichwa chako. Hivyo hivyo mstari wa pili nasema kwamba Eliya aliondoka akamwacha mtumishi wake, kwamba kuna maisha utatembea na watu, kuna muda unafika, ni hali ya utisho inayokuja inatishia uhai wa maisha yako au roho yako, ambayo hata mtu awepo na wewe hawezi akakulinda, ama shida iliyoletwa ama jambo lililotengenezwa limekuja kwa ajili yako wewe peke yako, sio kwa ajili ya mwenzako ambaye uko naye. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kunilinda zaidi ya Mungu. Ndio pale akamwambia mtumishi wake, pia nahatarisha maisha yako, wewe ondoka, nibaki mimi. Kwa hiyo cha kwanza, unapo pia weza kusimamia nafsi yako ama kuongelea nafsi yako vizuri, tunaona ndo hapa unapata muda mzuri na Mungu. Hautapata muda mwingi kutafuta watu wa kusaidia, wa kushauri, manake kwa level aliyokuwa nayo, manake msaidizi wake mawazo yalifika mwisho, ushauri wake ulifika mwisho. Ndio maana akamwacha mtumishi wake, akaenda yeye mwenyewe akaketi chini ya mti amtafute Mungu yeye mwenyewe. Na ndo pale akamwambia Mungu, sasa inatosha, hebu shuka. Na Mungu aliposhuka, ndo pale Mungu akamjibu hapo hapo, akamwambia hapana, hebu kula kunywa, safari bado ni ndefu, bado hujamaliza kazi yako. Kwa hiyo unapokaa na kuketi na kuzungumza, Mungu anakusikia. Ndo hapo pia unakuwa umejitenga kupata jibu la mwisho kutoka kwa Mungu, kwamba Mungu, hali hii nilionayo, je, hali hii nitakufa nayo? Hali hii itabadilika lini? Yani lazima ufanye kikao cha maisha yako na kikao cha nafsi yako, ambacho kikao hicho ni unafanya na Mungu mwenyewe aliyeruhusu uumbwe na aliyeruhusu uje duniani. Unafanya kusudi gani, na mbona vitu havitimii na havitokei? Kwa hiyo alipoenda mbele za Mungu Eliya, Mungu alishuka pale pale na Mungu akamjibu pale pale. Unapoketi na kuongelea maisha yako na nafsi yako, hapo ndio njia inatokea, ama njia ambayo ilikuwepo hauioni. Pale macho yako ya rohoni na mwilini na ufahamu wako unafunguka, unaona njia ambayo ulitakiwa uweze kuipita saa hiyo hiyo. Kwamba pale alipokuwa amekaa hakuona chakula wala hakuona malaika, lakini alipokaa na kutulia, chakula kikaja, akashtuka cha kwanza, kumbe kuna chakula, na malaika akamwona hapo hapo, na alipomaliza ndipo akaona na akajua kwamba haya yote niliyoyafanya nyuma, kumbe kazi ilikuwa bado sijaianza. Kula shiba, safari ndo inaanza. Ndo pale akaanza safari ya maisha yake, na ndo pale tunaona akaenda akakutana na wale watumishi wengine waliokuwa wamefichwa, na hapo hapo akaenda akakutana na mtumishi wa Mungu Elisha. Kwa hiyo angekufa pale, kusudi lake angekuwa hajalimaliza, na kuna watu ambao ilitakiwa awafikie alikuwa hajawafikia. Kwa unapokaa vizuri mkutano na kanafsi chako ukaongea nacho, kwa manake unakuwa unaokoa maisha ya watu wengine, na kuna hatima za watu umezibeba, yani maisha utasaidia uwafikie kwa wepesi na uokoe maisha yao kwa wepesi sana. Unapoongelea nafsi yako, hautaruhusu watu wakuchagulie future yako ama maisha yako ya baadaye, ama wakupe hatima yao, sio hatima ya kwako au hatima ya Mungu aliyokuwekea ndani yako. Ndio maana huwa kuna ugomvi mkubwa kati ya watoto na wazazi. Wazazi wanataka mtoto awe nani, na mtoto yeye anataka awe nani. Kwa hiyo namna mtoto atakavyopambana awe nani, hiyo ni juu yake, na namna wazazi wanakavyopambana mtoto wao awe nani, hiyo ni juu yao. Unaekewa mbili, kwamba wazazi wanasema tunataka uwe hivi usome hichi, na mtoto anasema nataka kuwa hivi, nataka nisome hichi. Kwa hiyo jitihada zako
Zikishindikana, ndo pale wazazi watakwambia kile unachotaka kuwa sio wewe, ndo maana sisi tumekuchagulia uwe nani, kwa sababu wewe hujijui ni nani, au hauwezi kuwa vile unavyotaka kuwa. Kwa hiyo unapokaa na kutulia, utajijua wewe ni nani na unataka kuwa nani, na utachagua kesho yako mapema. Lakini ukishindwa kukaa na kuongelea nafsi yako, manake utatupa sisi muda kukuchagulia kesho yako uwe nani, na ndo hapo hapo tutachagua. Kama tuna roho na asili ya uovu, hatujakombolewa, tutakuchagulia maisha ambayo ni mabaya, na tutakupandia mawazo na roho ambazo ni mbaya ziambatane na maisha yako. Ukisoma Marko 8:27 mpaka 30, hapa Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, ndo hapa Yesu alipokuwa njiani akauliza wanafunzi wake akasema, watu uninena mimi kuwa ni nani? Wakaanza kujibu, wakamjibu, Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine mmojawapo wa manabii. Usiposema wewe ni nani na usipojitambulisha wewe ni nani, sisi tutachagua utambulisho wa kukupa wewe, na tutachagua maisha ya kukupa wewe, maana wewe haujaweka ujasiri wa kutuambia wewe ni nani na hujajitambulisha wewe ni nani. Kwa hiyo sisi tutachagua kwa mwonekano wako, tutachagua tukuite wewe ni nani. Yule jamaa mfupi, yule mrefu, yule tu mwenye shati moja kila siku, yule mwenye nguo ya kitenge, tutakupa haleluya, tutakupa jina usipojitambulisha wewe ni nani. Kwa hiyo pia kilichochangia pia Yesu aanze kutafutwa mapema ni kwamba habari zilienea, kuna mtu anafanya kazi kama Yohana, anafundisha kama Yohana, na pia ana wanafunzi zaidi ya Yohana. Kwa hiyo ilibidi aanze kutafutwa. Kwa sababu gani? Alifananishwa na mtu ambaye alikuwa amefanya kashfa, ameleta kashfa, na mtu ambaye treason, alifanya uhaini juu ya mfalme. Haleluya. Kwa hiyo aliposimama kumkashifu mfalme mbele ya watu, ndo pale akauliza, sasa mtu ambaye alileta taarifa mbaya juu ya mfalme na kiongozi, hapo mtu huyo tumemua, alafu bado yuko hai. Kwa hiyo ilibidi aanze kutafutwa yule ambaye alikuwa analeta taarifa mbaya. Kuna mtu mwingine inawezekana naye analeta taarifa mbaya kama mwenzake, ilibidi aanze kutafutwa mapema. Kwa hiyo itakuepusha kufananishwa na watu wengine, itakupa utambulisho wako binafsi ambaye itabeba usalama wa maisha yako na roho yako. Mwanzo 6 mstari wa 5 mpaka wa 6, Biblia inaandika kwamba Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Kama mwanadamu ana uwezo wa kumkwaza Mungu, ana uwezo wa kufanya mabaya kwa Mungu na kumfanyia Mungu mabaya, anaweza akamfanya Mungu akahuzunika mwanadamu huyo. Je, mwanadamu huyo we anaweza akakufanyia nini? Ndio maana lazima ujue namna ya kujisimamia mwenyewe. Kwa kama mwanadamu ana makusudi mabaya juu ya Mungu, je, atakuwa na makusudi mema juu yako kweli? Lazima ujiulize hicho kitu. Unapoweza kusimamia moyo wako wewe mwenyewe, manake moyo wako usikudanganye nje na wewe kudanganywa na mawazo na akili ya mtu mwingine, kwa sababu ana moyo na mawazo mabaya na nia mbaya. Cha kwanza, wewe mwenyewe moyo wako unaweza ukakudanganya. Kwa hiyo moyo wako utausimamia pale utakaporuhusu Mungu asimamie maisha yako, kama ni moyo wako. Akishaweza kusimamia, manake pale utakapokuwa unaketi na kutafakari juu ya jambo fulani, moyo utakupa majibu mazuri na mema, kwa sababu ndani yako kuna mawazo mema na mazuri, ambayo mawazo hayo moyo wako umetoa katika moyo wa Mungu, ama umetoa katika Mungu mwenyewe. Mungu ameturuhusu sisi tuzungumze na nafsi zetu, lakini pia sisi tupeleke nafsi zetu kwake. Mungu ameturuhusu na ni kama anatushauri tufanye hivyo. Ukisoma Yakobo 1 mstari wa 5 mpaka wa 8, inatuambia kwamba lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa.
Kwa lazima uende mbele za Mungu kwa jambo lolote, na yeye atakupa. Na moja ya kupungukiwa na hekima ni pale unaposhindwa kusimamia maisha yako, nafsi yako na moyo wako. Unaposhindwa kutawala maisha yako, lazima uende mbele za Mungu. Na ukienda mbele za Mungu, pale Mungu atakupa hekima, maanake atakupa akili, atakupa ufahamu, atakupa mawazo, atakupa na njia namna ya kufanya na wapi pa kuanzia. Unapozungumza na nafsi yako, utakuwa na msimamo. Jambo lolote likija kwako, kuna muda unajua hauhitaji kutafakari vitu. Kuna vitu vikija tu kwako, unajua hichi kitu ni hapana, hichi kitu ni ndio, basi. Lakini vitu vinapokuja kwako, unapokosa jibu, umekosa msimamo, umekuwa na nia mbili, au ndo pale unasema au nifanye vyote au nijaribu vyote, lakini pale umewekwa uchague kimoja. Na unapopewa maisha ambayo sio yako, yanaanza kukuletea vita mapema ambayo yatahatarisha maisha yako, ama hayatakufanya utimize pia malengo yako ambayo wewe mwenyewe umeyakusudia. Haleluya. Ukiangalia pia maisha ya Yesu, mara ya mwisho yuko pale bustanini anaomba, alikuwa na huzuni kuu. Kila akienda fuata wanafunzi wanalala, na kwa sababu muda ulikuwa sio muda wa kucheka na kula na wanafunzi. Lakini ilipowadia alfajiri sasa, manake muda ulikuwa, majira yameshabadilika, ameingia kwenye majira mengine. Kwa hiyo kwamba kwenye maisha yetu kuna muda tuko pamoja, lakini kuna muda tunatenganishwa na majira ya mtu kwa kusudi analotakiwa alifanye. Kwa hiyo ni muda ambao Yesu hakutakiwa atambulike kama mwalimu wao, rabi ama ama nani, wala hakutakiwa atambulike kama kiongozi wala mwalimu. Ilitakiwa atambulike kama mwizi, mtu anaenda kufa, anaenda kuhukumiwa. Muda ulikuwa umewadia, ni muda ambao ulikuwa umefika. Watu wote walimkimbia na akabaki mwenyewe. Kwa hiyo hata kwa kulazimishwa, hakuna mtu yuko tayari kubeba msalaba na maisha ya mtu mwingine. Lazima wewe mwenyewe ndio ubebe maisha yako, na ujitamkie nini na ujisemee nini. Lakini alipokubali na kutimiza yote, ndo pale msalabani akasema tena, Bwana, mikononi mwako naiweka roho yangu. Ni alikubali kubeba yote, alafu akayapeleka mbele za Mungu. Tuone kwamba pale unapokubali kubeba yote uliona ukapeleka mbele za Mungu, kwamba pale ndio mahali sahihi pa kwenda kupumzikia, na mahali sahihi pa kwenda kupata faraja, na mahali sahihi pa kwenda kupata njia na wewe kufunuliwa ama kupata mambo unayoyataka. Kwa hiyo mateso yalipomzidia Yesu na uchungu, ndo pale akamwambia Mungu, sasa haya yanatosha, niko tayari. Kwa hiyo inapofika muda umechoka, watu wanapokukimbia, unapobaki mwenyewe, hapo ndo muda mzuri wa wewe kwenda kuyaangusha yote ulionayo mbele za Mungu, alafu ndo afanye kitu au atamke kitu. Amenipa nafasi Rehoboth, amenipa nafasi Rehoboth.